Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wawili, Geoffrey Brighton miaka 29 na Michael Ruben miaka 30, wote wakazi wa Mbeya mjini kwa tuhuma ya kupatikana na noti bandia za shilingi 10,000. Watuhumiwa walikamatwa wakiwa katika nyumba ya kulala wageni iitwayo Bondeni iliyopo mtaa na kata ya Itewe, wilaya ya Chunya, wakiwa na noti bandia 15 za shilingi 10,000 kila mmoja, shilingi 10,000 kila moja, ambazo kama zingekuwa halali ni sawa na shilingi 150,000, zote zikiwa na namba ya CA 3903666. Mimi naitwa Edson Robert Dakirwa, ni mfanyakazi wa Benki Kuu, niko tawi la Mbeya. Hizi mnazosema ni fedha, sio fedha, ila ni fedha bandia ambazo idara ya polisi mkoa wa Mbeya walizishika kutoka kwa wahalifu na baadaye wakatuletea sisi kuthibitisha kama ni fedha halali au ni fedha za bandia. Baada ya kufanya utafiti, tukagundua hizi ni fedha bandia, si fedha halali, kwa maana zimetengenezwa kwa kugushiwa, na hizi zote kama mnavyoziona ni karatasi ambazo zimegushiwa kama noti za shilingi 10,000. Taasisi ya Benki Kuu inatoa wito kwa hawa ambao hawataki kufanya kazi za halali, wanataka kufanya kazi haramu kama hii ya kutengeneza noti bandia. Na kiutaratibu, kwa mtu ambaye anatengeneza noti bandia, huyu ni mhalifu, na mhalifu kwa taratibu ni kwamba atachukuliwa sheria, na akichukuliwa hatua za kisheria atafungwa. Na haya matukio tunaendelea kuyapiga vita tukishirikiana na jeshi la polisi. Tukisikia taarifa kwamba kuna watu wanafanya hizi shughuli, sisi huwa tunawataarifu jeshi la polisi, au jeshi la polisi wanatutaarifu sisi, kwa kushirikiana nao ili kwenda kuwatafuta hao wahalifu, kwa sababu uhalifu huu ukiendelea utazidi kudidimiza, kama nilivyosema, mapato ya mtu binafsi na mwishowe uchumi wa nchi. Hawa wanaotengeneza hizi noti bandia, kwa kufanya hivi, hili ni kosa kisheria na adhabu yake ni kufungwa pale unapopatikana na hatia baada ya upelelezi kukamilika. Kwa hiyo tunawasihi sana waache wafanye biashara halali na watumie pesa halali tulizonazo.